Mfuko wa kilo 50 katika baadhi ya mikoa utakuwa unauzwa kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo sasa hapa ndo pana magoda uliote mrei ikifika inaingia. Kwa hiyo bei ya mwaka jana ilikuwa ni 48,500. Bei ya mwaka huu kuanzia tarehe 1 juzi, kuanzia tarehe 1 Oktoba ni shilingi 45,280. Kwa hiyo kuna punguzo la shilingi 3,220 kwa hapa Dar es Salaam. Lakini kwa Arusha mwaka jana bei elekezi ilikuwa ni shilingi 57,236. Bei ya mwaka huu itakuwa ni shilingi 53,722, sawa na punguzo la shilingi 3,509. Nikichukua Geita bei elekezi ya urea ilikuwa ni shilingi 60,124. Kwa sasa itakuwa ni shilingi 56,683. Punguzo itakuwa ni 3,440. Tukichukua mkoa kama wa Iringa, bei elekezi ilikuwa ni shilingi 56,443. Kwa sasa itakuwa kwa upande wa Iringa itakuwa ni 53,934, sawa na punguzo la shilingi 3,509. Tukichukua Manyara, bei elekezi ilikuwa ni shilingi 58,339. Sasa itakuwa ni shilingi 54,830. Nikichukua labda Shinyanga, bei elekezi ilikuwa ni shilingi 58,996. Sasa itakuwa ni 55,905. Lakini mkoa wa Songwe, bei elekezi ilikuwa ni shilingi 59,360. Sasa itakuwa ni shilingi 55,851. Lakini mkoa kama Rukwa ilikuwa ni shilingi 61,102. Sasa itakuwa ni shilingi 58,378, punguzo la 2,724. Kwa hizi ni bei kwa ajili ya mfuko ule wa kilo 50. Lakini ukichukua mfuko wa kilo 25, kwa upande wa Dar es Salaam, bei sasa itakuwa ni shilingi 23,640. Arusha imeshuka kutoka shilingi 30,618 mpaka shilingi 27,863. Ukichukua Geita umeshuka kutoka shilingi 32,062 mpaka shilingi 29,342. Iringa umeshuka kutoka shilingi 30,221 mpaka shilingi 27,467. Katavi umeshuka kutoka shilingi 32,655 mpaka shilingi 30,685. Ukiendelea mpaka hadi na mikoa mingine, Songwe umeshuka kutoka shilingi 31,680 mpaka shilingi 28,925, na mikoa mingine kama ilivyo mtaiona kwenye majedwali. Kwa mfuko wa kilo 5, sasa kwa Dar es Salaam itakuwa inauzwa shilingi 5,328. Lakini kwa Arusha utauzwa shilingi 6,173 badala ya shilingi 6,324. Kwa mkoa wa Kigoma utauzwa shilingi 6,484 badala ya 6,635. Na upande wa Shinyanga itakuwa ni 6,390 badala ya 6,500. Songwe itakuwa ni 6,385 badala ya 6,536, na mikoa mingine kama ambavyo itaonekana. Sasa kwa wastani, ukifanya mchanganuo vizuri, utaona bei elekezi katika magara ya Dar es Salaam, yani ex warehouse price, itakuwa ni shilingi 45,280 kwa kiasi kisichopungua tani 30,000 zikinunuliwa kwa pamoja. Aidha, bei ya jumla zitakazopatikana kila kituo cha mauzo kwa kiasi cha mbolea kisichopungua tani 10 au zaidi itanunuliwa kwa pamoja, nayo bei itabaki hivyo. Kwa bei ya rejareja kwa mkulima wa mbolea aina ya urea kwa mikoa ya kanda ya mashariki, kanda ya kati, kusini na kaskazini zitakuwa kati ya shilingi 47,100
mpaka hadi shilingi 55,800. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kwamba mikoa ya kanda ya magharibi, nyanda za juu kusini na ziwa, bei elekezi kwa mbolea aina ya urea itakuwa kati ya shilingi 52,400 mpaka shilingi 59,700. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja wetu ahakikishe kwamba hizi mbolea sasa ndio zinatumika kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2019. Lakini naomba nitumie nafasi hii kwamba mfumo huu wa ununuzi wa pamoja unaweza kuwa na manufaa makubwa sana, hasa tukitumia vyama vya ushirika badala ya kutumia makampuni ya kibiashara. Vyama vya ushirika yani AMCOS wanaweza wakajiunga kwa pamoja, wanaweza wakaagiza nao wakashiriki kwenye ununuzi wa pamoja, kwa sababu vyama vya ushirika sio kwa ajili ya kufanya biashara. Maana ile sehemu ya biashara ile ya faida ambayo inaenda kwa makampuni, wao kama vyama vya ushirika watakuwa hawana hiyo faida, sababu wao ni watoa huduma. Hivyo basi ina maana wangeshiriki, bei ingekuwa ni nzuri sana kwa upande wa wakulima. Kwa naomba nitumie nafasi hii kuwahamasisha na kuwaomba vyama vyote vya msingi, vyama vikuu vinavyoweza kuagiza mbolea kwa pamoja vifanye hivyo, ili kuhakikisha kwamba wanachama wao wanapata bei ya mbolea ambayo ni ndogo na ile ambayo itakuwa na tija na wananchi wake wataweza kumudu. Kwa hiyo hilo itatusaidia sana. Kwa hiyo niombe washirikiane na wenzetu kwa pamoja, na wenzetu wa TFRA, yani mamlaka ya udhibiti wa mbolea, kuhakikisha kwamba nao wanashiriki kikamilifu. Sasa basi, wakati sisi kama serikali tumeweka huu utaratibu kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo tumeziweka, yapo baadhi ya maeneo na baadhi ya makampuni yamekuwa yanakiuka taratibu. Unakuta kwa tumeweka utaratibu kwamba hii mbolea zote zinazoagizwa zinatakiwa kutumika hapa nchini kwanza, kabla makampuni hayo hayajaruhusiwa kwenda kuuza nchi za nje. Kwa kipaumbele ni mbolea, upatikanaji wa mbolea hapa nchini. Kwa hiyo basi makampuni yoyote yahakikishe kwamba yanazingatia hizi taratibu, na yoyote ambaye anataka kwenda kuuza nchi za nje basi afuate zile taratibu za sheria kama zilivyo, ikiwa ni pamoja na kupewa kibali. Akipata kibali hatuna shida, tutawaruhusu waende kuuza. So kuna makampuni mengi yanataka sasa yawe yanaagiza mbolea kwa wingi, zinakaa Dar es Salaam, alafu wanaenda kupeleka kwenye nchi zingine. Taratibu huo sisi tunaruhusu. Kwa nini? Tunataka iwe ni kitovu kwamba sisi kama ikionekana kuna upungufu wa mbolea, basi tunachukua mara moja tu, inakuwa ni rahisi kupatikana kuliko mpaka tena uanze kuagiza. Kwa hiyo tunaruhusu. Lakini kwenda kupeleka mbolea nje ya nchi au kutorosha, kampuni yoyote itakayopatikana inafanya hivyo, tutaichukulia hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kunyang'anya leseni na kuizuia kutoka kufanya biashara hapa nchini. Hatutaruhusu kitu cha namna hiyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna baadhi ya makampuni yamekuwa yanajihusisha na uuzaji wa mbolea zisizokidhi viwango. Kwa lugha nyepesi tunaita mbolea feki. Kampuni yoyote itakayopatikana na tatizo kama hilo, sisi tutawachukulia ni wahujumu uchumi na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya makampuni ya namna hiyo. Kwa nitumie fursa hii kuwaomba wote wazingatie hizi taratibu. Wahakikishe mbolea inayoletwa ni ile ambayo imethibitishwa na taasisi zetu na imeonekana inakidhi mahitaji yetu. Tatu, tunapenda katika maeneo mengi ya nchi hii, tumeshafanya utafiti na tumeiangalia ardhi yetu kama ilivyo. Tumeona ni aina gani ya virutubishi vinakosekana katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo utakuta kwamba si mbolea zote zinafiti katika kila eneo. Kutokana na hilo basi, tunaomba wakulima wafuate ushauri wa maafisa ugani, wafuate ushauri wa kitaalamu katika matumizi bora ya mbolea, ili mbolea namna ya kuweka na kuitumia iweze kuwa na tija. Kuna maeneo mengine mtu anaweka, unakuta kuna jua kali, anaenda na mwaga tu mbolea. Hasa ile inafanya kwamba ile mbolea yote ipotee na matokeo yake sasa haileti ufanisi katika uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo wakulima wazingatie taratibu na maelekezo wanaopewa na maafisa ugani. Hivyo basi ni matumaini ya wizara yangu na serikali kwa ujumla kuwa punguzo hili la bei ya mbolea itawezesha wakulima kutumia mbolea zaidi, na hivyo kuongeza uzalishaji na pia kuongeza tija na kuwa na utoshelevu wa chakula na malighafi hapa nchini. Na hivyo tutaweza kufikia sasa kuwa ni nchi ya kipato cha kati
na uchumi wetu utaimarika vizuri na kuwa ni nchi ya viwanda. Kama kila kitu kitakwenda vizuri na watu watahamasika, kwa sababu tunajua kabisa sasa hivi viwanda vyetu kwa asilimia karibu 70 vilivyopo nchini ni viwanda vinavyochakata mazao yanayotokana na kilimo kwa kuongeza thamani. Sasa viwanda hivi vikiwa na uhakika wa malighafi vitaweza kufanya vizuri sana, na hivyo tutaweza kutengeneza ajira nyingi sana kwa vijana wetu, tutaweza kuongeza uchumi, tutapata fedha nyingi za kigeni na uchumi wetu utaimarika, na hivyo nchi itaweza kufikia malengo tuliyotarajia. Pia niwakumbushe wataalamu na wadau wa kilimo walioko ndani na nje ya nchi kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati kwa kuwaelimisha wakulima, lakini pia kuhakikisha kwamba wanashiriki katika uwekezaji wa kuwekeza zaidi katika maeneo ya uzalishaji, lakini pia katika uzalishaji wa mbolea. Niwaombe Watanzania wenye uwezo wa kujenga viwanda kwa kushirikiana na makampuni mengine ya nchi waje wawekeze kwenye ujenzi wa viwanda. Sisi wakati wote tuko tayari, tunawaunga, na sasa hivi tunatarajia umeme baada ya mradi ule wa Stiegler's Gorge ukikamilika, bei ya umeme itashuka sana. Kwa hiyo wawekeze sasa katika uzalishaji wa mbolea. Tukiweza kufanya hilo, itatufanya sasa gharama zishuke karibu kwa 50%. Kwa sababu mbolea asilimia kubwa ni gharama hizi zinazotokana na humu ndani, zinazotokana kutoka bandarini hapo. Kwa hiyo tukiachana na zetu kama tunazalisha hapa nchini, hali itakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuomba kila mmoja wetu azingatie na atumie hii fursa kwamba nafasi iko namna hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.